Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov ameonya kwamba mzozo wa muda mrefu wa Iran utakuwa mbaya kwa kila mtu katika ulimwengu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesisitiza kuwa hali kwa sasa inazidi kuyumba duniani kote. Iwapo mzozo wa Iran utaendelea, unaweza kuwa na matokeo mabaya katika dunia nzima, kiuchumi na kiusalama. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alionya katika mkutano na wawakilishi wa mashirika yasiyokuwa ya faida ya Urusi, kusema kwamba uchokozi usiochochewa wa Marekani na Israel dhidi ya Iran umevuruga sana hali ya Mashariki ya Kati. Itakuwa tathmini isiyokamilika kwa sababu hali kwa sasa inayumba duniani kote. Kila mtu anatamani matarajio ya maendeleo yao ya kiuchumi, vyanzo vya usambazaji wa nishati na kadhalika, waziri huyo alisema. Kuzuia mzozo inaonekana kuwa ni mbali zaidi. Kutakuwa na matokeo mabaya zaidi kwa jumuiya nzima ya kimataifa, kwa hali ya kiuchumi, wingi wa kibinadamu na kwa usalama wa kimataifa, Lavrov alisisitiza. Lavrov alibainisha kuwa sheria ya kimataifa kwa sasa inakiukwa wazi nchini Iran. Tunaona kila siku, tunaonyeshwa kwa wakati halisi huko magharibi kwamba hii hudumisha utawala wao kufikia malengo haya mabaya. Wanaamua vikwazo haramu, wizi wa fedha za umma kutoka nchi nyingine, usaliti, vitisho na bila shaka matumizi ya nguvu za kijeshi kama tulivyoona Venezuela na Iran katika hatua hii kwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa, Lavrov anasema. Tarehe 28 Februari, Marekani na Israel zilianzisha operesheni kubwa dhidi ya Iran. Tarehe 7 Aprili, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza usitishaji wa vita kati yake na Tehran kwa muda wa wiki mbili. Kwa mujibu wa upande wa Iran, jumla ya Wairan 3375 walifariki kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel katika muda wa siku 40 za vita. Tarehe 11 Aprili, Iran na Marekani zilifanya duru kadhaa za mazungumzo katika mji wa Islamabad nchini Pakistan. Tehran na Washington ziliripoti kuwa pande zote mbili zilishindwa kufikia makubaliano juu ya suluhu ya muda mrefu kutokana na idadi kadhaa ya migongano. Mnamo Aprili 21, kiongozi huyo wa Marekani alitangaza katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba Washington inakusudia kuongeza muda usitishaji wa vita na Iran ambao ulitarajiwa kumalizika baada ya saa chache. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la taifa la Iran, Tehran haina nia kuzingatia upanuzi uliotangazwa wa Washington wa usitishaji wa vita na itaweka kipaumbele maslahi yake. Jambo pekee ambalo wakati huu linatazamwa kwamba huenda likatengeneza mazingira mabaya, lakini pia huenda likamgusa kila mmoja katika ulimwengu, ni kwamba katika nyakati hizi kuwepo kwa mzingiro wa Marekani katika mlango wa bahari wa Hormuz, ikidai kwamba inatengeneza njia pekee ya kuweza kuhakikisha Iran ishindwe kutumia bandari zake kusafirisha mafuta katika ulimwengu, kwa lengo la kile ambacho Marekani inasema sasa imeingia katika vita vya kiuchumi, huku kutaisababishia dunia kuingia katika janga lingine la kiuchumi, lakini pia kuifanya dunia kuwa katika ombwe baya zaidi kuwahi kutokea. Pekee ambalo wakati huu wachambuzi wa kiuchumi wanasema ni kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amesema amesitisha vita bila muda maalum, na kwamba mpango wake wa kuzuia bandari za Iran unaendelea pale pale, lakini ni wakati ambapo Iran inazuia meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hiki ndicho ambacho kinaleta tishio kwa ulimwengu kwa sasa, kama ambavyo ameeleza waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile kilichoelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, akisema kwamba mzozo wa muda mrefu wa Iran utakuwa ni mbaya kwa kila mtu katika ulimwengu. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.